Jehova, kwa sababu ya mioyo ya watu wako, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Sawa. Haleluya. Ningependa niwakaribishe katika ibada yetu ya siku ya leo hapa Christian Foundation Fellowship. Wale wanatazama online, majina yangu ni Pastor Dodio, kwa sababu ya wale hawanijui na wale wametutembelea kama katika nyumba la Bwana siku ya leo, na wapa Mungu awabariki na aweze kuwatenda mema katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Tumeingia katika mwaka mpya. Na tukisema mwaka mpya, tunasema ni mpya na mambo mapya. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kama uko na mambo ya uzee, mambo ya uzee ya mwaka uliopita, uyaweke chini katika jina la Yesu. Sisi hatuna hiyo mawazo, tuliaasha on the 31st kwa mkesha mahali hapa, ambaye tulikuwa na mkesha mkubwa sana mahali hapa, wale walikuja. Bwana wetu ni sana. Na kwa hivyo siku ya leo ikiwa ibada yetu ya kwanza katika hii mwaka wa 2026, message inasema ya kwamba that we are arising again. Hallelujah. Apia mwenzako ninainuka tena. Hallelujah. Mwambie with the confidence that I am arising again. Hallelujah. Na ukisema kwa kinywa chako, hivyo ndivyo kutatendeka katika jina la Yesu. Lazima kila mtu ainuke. Be ready to arise again. Bwana ni roho. Na nitaanza na neno nilisoma hapa siku ya mkesha. Kuna neno nilisoma mahali hapa na ndio nitaanza naye katika jina la Yesu. Katika kitabu cha kitabu cha Mika 7 na mstari wa 7 na wa 8. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba, lakini mimi, tunaona Mika mtumishi wa Bwana anasema yeye ni kama vile ni Joshua alipotazama watu akasema ya kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Alikata kauli ya kumtumikia Bwana. Bwana pesa. Alikata kauli ya kumtumikia Bwana. Na watu wengine wanaitwa the four lepers walisema ya kwamba lazima tuinuke, tuingie katika mji. Wakituhifadhi ni sawa, wakituua ni sawa. Yaani katika hii mwaka, kama unataka kuinuka tena, lazima ukate kauli katika moyoni mwako. Bwana ni roho. How you are going to serve God in this year. Bwana ni roho. Kwa sababu wengi tumelala mwaka uliopita. Amen. Umelala. Wengine wamelala katika maombi, wamelala katika ibada, wamelala katika kumtumikia Bwana. Wengine wakikuwa wameinuliwa na Bwana, lakini wamelala. Nataka kuanzia siku ya leo, kila mtu akate kauli ndani ya moyo wake ya kwamba nitainuka tena katika jina la Yesu. Bwana pesa. So Mika akasema, lakini mimi na ninawaomba katika jina la Yesu, usikubali kusimama na miguu ya watu. Start with your own feet. Bwana ni roho. Na ukisimama na miguu yako, utasikia sauti ya Bwana. Ndio Mika akasimama akasema, lakini mimi, haleluya, nitamtazamia Bwana. Na Bwana nitamtazamia Bwana. Haleluya. Yaweza kuwa umetazamia watu. Bwana ni roho. Umeweka matumaini yako kwa watu wakusaidie, lakini wamekufeli katika hiyo mwaka. But in this year, start with your own feet. Focus unto God. Fix your eyes unto God, the author and the finisher. Bwana ni roho. Kwa sababu gani? Aliyeanzisha kazi njema ndani yako ni yeye atakuja kuimaliza. Bwana ni roho. Lazima ukate kauli, amua ndani ya moyo wako
ya kwamba mimi nitamtazamia Bwana. Mwathani aroho. Niko kuhoka. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wengi wanaweka matumaini kwa watu wao. Wanaweka matumaini kwa marafiki. Wanaweka matumaini kwa wanasiasa. Wanaweka matumaini kwa serikali. Lazima ulie kila wakati serikali tusaidie. Bwana pesa. Kwa nini unasikia watu wakisema serikali tusaidie? Kwa sababu matumaini yao si kwa Mungu, lakini kwa wanaweka kwa sifa. Lazima kila mtu aamue, nitamtazamia katika kila jambo. Unataka hii mwaka kufanikiwa, kule unataka kufanikiwa, biashara unataka kuweka, wanaweka kwa sifa. Mwana ni Mungu. Na waomba katika jina la Yesu, kila mtu amtazamie Mungu. Amen. Tazamia Mungu, trust in God. Hii mwaka itakuwa yako, lakini ukiweka matumaini kwa watu, utaona wengine wakibarikiwa, wakifuna, wakikula matunda. Wewe unawaangalia hivi unashindwa nini umefanya, lakini matumaini yako umeweka kwa Mungu. Wanaweka kwa sifa. Namba 2, akasema ya kwamba nitamkojea Mungu wa wokovu wangu. Bwana pesa. That I'm going to wait upon the Lord. Hivyo ndivyo Mungu Mika alivyosema. Mwana ni roho. Hii mambo mawili zitatusaidia katika hii mwaka. Tukiamua kusimama, mwana ni roho, ya kwamba tumtazamie Mungu. Namba 2, wait upon the Lord. Kwa maana hiyo ni mtihani ambayo watu wengi wameanguka. Mtihani wa kungojea mwana ni roho. Hata niliambia watu siku ya mkesha mahali hapa, nikawaambia ile mtihani kubwa watu wameanguka katika hiyo mwaka ni mtihani wa kungojea Mungu. Bwana apesi. So nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Unaona, akawa na confidence ya kwamba Mungu wake atamsikia. Hiyo ni jambo lingine nataka. Kama Mkristo unastahili kuwa naye. Mwana ni roho. That you must have a confidence with your God. Atekayura ndikohoya. Mwana ni roho. Huyo Mungu unaenda kwake. Huyo anasema ya kwamba umngojee, atakusikia katika jina la Yesu. Na ndio nimewaambia kwamba tunaingia kwa maombi kuanzia kesho. Because God is ready to hear. Gai eri de koidwa. Mahoya maria tukuhoya. Bwana asifiwe. Kila utaomba kwa Mungu, lazima Mungu atasikia. Amekuhakikishia, lazima nawe uwe na ujasiri na confidence ndani ya moyo wako ya kwamba Mungu nitakutazamia, Mungu nitakungojea, na kwa sababu ninajua utanisikia, nitaomba. Mwana ni roho. Verse 8 anasema ya kwamba, anasema usifurahi juu yangu, adui yangu. Mwana ni roho. Kwa sababu adui zako wanaweza kukushekelea, wanaweza kufurahia kwa sababu ya ile mambo unapitia kimaisha, katika familia, katika biashara, katika huduma. Adui zako wanaweza kukushekelea. So Mika akasema ya kwamba adui zangu msifurahi. Mwana ni roho. Na niliambia watu mkesha ya kwamba lazima tuambie adui zetu ya kwamba wasifurahie. Kwa nini Mika anasema hivi? Adui yangu ni yakukapo nitasimama tena. Mwana ni roho. Haleluya. Hii ni maneno Mika alisema, na ni sisi tunanelewa kuanzia dakika hii. Bwana wetu anasema ya kwamba adui zangu msifurahie, ni yakukapo nitasimama tena. Na ndiposa nimesema message yako inasema ya kwamba that we are going to arise again. Wale wametusheka mwaka uliopita, waangalie mwaka huu tukisimama tena katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Haleluya. Wakati wako tayari kuinuka tena, kwa sababu adui wamewasheka, adui wamefurahia kwa sababu ya kuanguka kwenu katika hiyo mabiashara. But
this year we are going to arise katika jina la Yesu. Tunainuka tena na watatuona. Haleluya. Wataona hiyo biashara ikirejea, wataona hiyo jamii ikisimama, wataona hiyo watoto wakisoma. Mwadhani rohosho. Walifurahi mpaka wakasema ya kwamba kwa ni makiile kazi yao ni kuomba. Makiilio ni kanisa. Mwadhani rohosho. Wametucheka. Bwana apewe sifa. Wamecheka wakafurahia, lakini Mika ananitia nguvu sana. Mwadhani rohosho. That ni akukapo nitasimama tena. Mwadhani rohosho. Siku na mambo watu tumeshindwa katika hiyo mwaka umepita. Mwadhani ya kubio kwenda maomekoteretie mwakosho na adilile. Haleluya. Na maadui wa kanisa wakafurahia kwa sababu tumeshindwa ama tumelemewa. But in this year, Mwadhani rohosho, tunainuka tena katika jina la Yesu. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema ya kwamba that we are bouncing. Mutimu hiyo ndio Mwadhani rohosho. We are bouncing back. Atilitraso kale. Mwadhani rohosho. So wale walikuwa tayari atuwatusheke, hii mwaka wataona ukuu wa Bwana. Wataona nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Mwadhani rohosho. Hatuanguki hii mwaka. Hotio tutatilia mwaka huu. Bwana siba. Kila jambo lazima lifanyike katika hii mwaka in Jesus name. Bwana siba. Atilia kukapo vitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Haleluya. Wewe ambaye umekuwa gizani, umeshindwa maisha yako, kwa nini inaenda namna hii? Yaani hakuna nuru unaona katika maisha yako. Bwana siba. Ukiangalia mbele unaona giza. Ukiangalia familia yako unaona giza. Yaani ukureka umetumaini. Mwadhani rohosho. Lakini maandiko inasema ya kwamba nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru. Wengine wataangaziwa na Mungu. Mwadhani rohosho. Wengine mtafunguliwa macho na mtaona ukuu wa Bwana. Mtaona ile kazi Mungu anataka mfanye. Mwadhani rohosho. Mtaona makubwa Bwana atawafanyia katika jina la Yesu. Bwana wetu mzaa. Na nyinyi lazima muamue. Si mmesikia Mika akisema lakini mimi. Hakusema lakini sisi. Alisema mimi. Mwadhani rohosho. Simama kama Joshua, mimi na nyumba yangu. Mwadhani 10. Simama na miguu yako. Wacha kuangalia mwingine kama anakuja kanisa ama hakuji. Haleluya. Kama anamtumikia Bwana ama hamtumikii, wacha kuangalia mwingine mwaka huu. Mwadhani 10. Sema lakini mimi nitasimama. Mimi nitakutumikia Bwana. Todo wenu wakati matumi. Na wewe pia utapiga magoti mbele za Mungu. Imani hao watu unaangaliaga ati fulani hakuenda kanisa, hapa mimi sitaenda. Hao unaangaliaga kila mtu atapiga magoti mbele za Mungu pekee na atapeana hesabu ya kila jambo lolote amefanya katika dunia hii. Mwadhani rohosho. Odoto wameka aidha kwa giza, aidha kwa nuru, aidha wapi, utapeana hesabu hata ya kila neno ulinena dunia hii. Si Revelation inasema biguni kuna vitabu. Mwadhani rohosho. Biguni kuna vitabu. Na ndio unaona hata kanisani tuko na vitabu ya kuandika watu members. Mwadhani rohosho. Kama biguni kuna kitabu utaitwa jina lako mahali umeandikwa ukiokoka. Kwa maana jina lako linakuwa biguni ukiokoka. Linaandikwa kwa kitabu. Mwadhani 10. So mwaka huu wapendwa, simama hata kama umekuwa gizani, umekuwa katika giza mambo ya dunia hii. Mwadhani 10. Washa mwaka huu Mungu aweze kukuangazia katika jina la Yesu. Amen. So wapendwa, mwaka huu kama adui amekusheka, Bwana pesa. Niga na mazeketu hapa. Haleluya. Wengine wamedhihakiwa. Wengine wamenenwa. Wengine wameonewa. Ni maadili wengi wamesemaka uwezi kujisaidia. Bwana pesa. Wamesema uwezi somesha watoto. Bwana akuze. Hata wengine walisemwa hamwezi kuona hii mwaka. Mwadhani 10. Sema vile kama watu wanasomaka. Ni mwalimu wa Kiswahili. Wanasomaka namna gani? Ati kulisema siwezi fika mahali. Hapa ni
Bwana ni roho. Lazima adui wajue mwaka huu mlisema hatutaweza, lakini hapa ni wapi? Bwana akasema wakati wanakubaliana na mimi that we are rising again, ati unainuka tena. Bwana ni roho. Bwana kwa mkaola Bwana pesa baadaye uinue mkono haraka useme ninainuka tena katika jina la Yesu. Mwaka huu nitamtumikia Bwana, nitaomba. Haleluya. Imagine mwaka uliopita ulianguka kwa maombi. Bwana pesa haukuomba vile Mungu alitaka. Bwana pesa haukutumikia Bwana vile Mungu alitaka. Haleluya. Haukujitolea vile Mungu alitaka. Wengine wamelalisha vipawa katika nyumba zao, na Mungu alisema wamtumikie, na hiyo kipawa sio yako. Na ndio wengi wanakuwa na shida nyingi, kwa maana ulipewa kipawa hautaki kufanyisha kazi, na ni ya Mungu na ni ya ufalme wa Mungu. Bwana wetu ni sana. Ukaanguka katika hali ya kumtumikia Bwana, lakini mwaka huu haleluya, sema nitasimama tena. Haleluya, nitasimama tena. Walifurahi nimeanguka, wakakudhihaki. Basi watu ukiwa tabina mwenye. Bwana wetu ni sana. Najua kuna mahali nilikuwa nafanya kazi. Bwana asifiwe. Kuna mahali nilikuwa nafanya kazi. Mama moja akaniambia ya kwamba naonaga mama yako hajui kulea. Nimeona ngoroki. Simunaona uchiga. Bwana asifiwe. Yaani mimi ni kijana na niko na pesa. Alafu anakuambia naonaga mama yako hajui kulea. Hajui kulea na amenilea. Nikuti kwenye ulio. Ndio kuiwa kwa bifrede kiaro hiyo kwa. Bwana asifiwe. Because hajui kulea na mimi ni mtu mzima. Na sipewi chakula na mama yako. Na mwingine anakuambia ati hajui kulea. Bwana asifiwe. Leo wananisalimia na Yesu. Bwana asifiwe. Na kuambia wacha nikwambie, ukisimama useme ya kwamba nitasimama tena na nitarudi kwa kazi yako Mungu, na kuambia utaona ukuu wa Bwana. Bwana ni roho. Atiniangukapo nitasimama. Bwana ape sifa. Ndio adui wasifurahie vile wanataka kufurahia. Proverbs 24. Hiyo ni Methali 24. Proverbs 24 verse 16. Sasa tusikie. Ngena kuitika tena washake na wasifurahie vile wanafurahia. Biblia inasema hivi. Proverbs 24 verse 16 inasema, kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena. Bwana ni roho. So ni kusema ya kwamba wenye haki watu ambao wanajuana na Kristo. Bwana wetu pewe sifa. Biblia inasema mwenye haki anaanguka mara 7, then after falling down anainuka tena. Bwana ni roho. Hapo ndipo maadui wanateka advantage katika kuanguka kwako kifedha, kuanguka kwako katika huduma, wanakusheka. But ikiwa Bwana ni roho, umeanguka utasimama, kwa sababu mwenye haki, Bwana ni roho, anaanguka mara 7 akaondoka tena. Ya Kiingereza inasema, for a just man fallen 7 times and rises up again, but the wicked shall fall into mischief. Bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Bwana ni roho. So as from today, kama tumeanguka tunainuka tena, na mwaka huu hatutaanguka tena katika jina la Yesu. Mwanguko wetu umefika mwisho. Bwana ni roho. Because tunainuka tena. Lakini Biblia inasema bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Bwana pesa. Wasio haki atwala mataya yako. Bwana ni roho.
wale ambao wamekaa katika dunia hawataki kuokoka, Biblia inasema watakwazwa na mabaya, lakini mwenye haki hata akianguka atainuka tena katika jina la Yesu. Kwa hivyo natangaza kwa adui zetu, kwa adui zangu, kwa adui ya kanisa, adui ya maisha yako, Bwana ni rohosu. Hata kama walikusheka kwa sababu ya kuanguka, tangaza unainuka tena. Na hiyo ndio maombi tutaomba siku ya leo, that we are rising. Haleluya. Lazima tuinuke juu ya mashida, lazima tuinuke juu ya kulemewa, lazima tuinuke juu ya mizigo mizito. Lazima kila mila zitavunjika katika jina la Yesu. Bwana wetu ni sana. Mwenye haki huanguka mara 7, lakini anaondoka. Bwana ni roho. Hiyo imeongea habari ya mwenye haki. Amen. Kwa hiyo wale wanatoaka ushuhuda, unajua kuna watu ambao wanatoaka ushuhuda wanasema ya kwamba sijaona jambo lolote linaweza nitoa katika ufalme wa Mungu. Sasa hiyo ushuhuda inakuwaga ya uongo. Bwana pesa. Unataka kuniambia mwaka mzima haujapatana na jambo inaweza fanya useme ya kwamba as from today kainida kulekia. Bwana ni roho. Lakini kwa neema ya Mungu umesimama. Bwana pesa. Imagine kwa neema ya Mungu mimi nimepatana na mambo katika dunia hii inaweza nitoa katika ufalme wa Mungu. Bwana pesa. Si niliwaambia hapa nilikuwa nimeokoka. Amen. Ambia mwenzako hata pastor ameokoka mara ngapi? Bwana ni roho. Nimeokoka na ya pili si mchezo. Hiyo ni Mungu alikuja mwenyewe. Niliwaambia hapa. So kuna mambo unaweza patana naye na ikurudishe nyuma na uanguke na useme hutaki Mungu. Bwana pesa. Hivyo ndivyo nilifanya. Nilikuwa nimeokoka mwaka 1.5. Nilikuwa kwa kanisa hili. Lakini nikapatana na mambo. Nikaona vile watu wanafanya, vile wanakunywa. Ya maji wanatele yao. Sasa kaona hiyo kitu ikiwa mzuri. Bwana pesa. Sasa nilienda kwa ushirika. Ilikuwa ya Wednesday. Kijana mmoja nikamwandikia hapo tukiwa kwa ushirika. Nikaandika kwa kitabu nikamwambia, today is my last day to come here. Lakini ndaonokete mwaka mzima na ndugu. Na ngaigwa ni guthiethiete. Lakini nikapatana na jambo likanianguka. Kutoka kwa mlango ya kanisa hiyo Wednesday, mlango ya pili ilikuwa kwa kilabu. Bwana pesa. Niliingia kwa kilabu nikakunywa pombe ya mwezi mzima bila kujinunulia. Na nunuliwa mpaka na wazee, wengine ni walimu na kudega madege. Mwana ni roho. Walikuwa wameniteka. Walikuwa wananiambia wewe karibu. Sasa nikanunuliwa pombe. Wadhani. Bwana pesa. Lakini nikaa duniani miezi 7. Mungu akakuja mwenyewe. Yule kitenda hivi na akaiyo. Zao najua vile kilifanyika. Bwana pesa. So ukapo utainuka. Amen. Hata unaweza akuka. Sio tu kwa mambo, lakini hata kwa wokovu backslide. Na watu wakuangalia hivi. Bwana pesa. Lakini utainuka tena. Bwana ni kubwa. Unajua watu wanaaguka na stili wanaenda kwa kanisa. Bwana pesa. Wanaaguka, mtu anafanya mambo yake siri, alafu anajificha tu kwa kanisa. Bwana ni kubwa. Lakini Mungu anasema unaweza inuka. Bwana ni roho. Kwa maana itakuwa shida in Jesus name. Sasa Isaiah 52. Isaiah 52. Inasema hivi. Verse 1. Inasema inakunenea wewe siku ya leo. Wewe ambaye umekuja kanisani. Wewe ambaye unanitazama mchana wa siku ya leo. Inasema amka, amka. Jivike nguvu zako. Sayuni. Arise, arise. Hallelujah.
Biblia inasema awake, 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 O Zion, jivike nguvu. Bwana ni roho sio. Na ukishajivika nguvu ni kusema ya kwamba utaendelea katika jina la Yesu. Bwana wetu ainuliwe sana. Haleluya. Atijivike mavazi yako mazuri. Kuna mavazi unatakiwa ujivike. Mavazi ya kale. Hizi kama kuna kitu unashika mchana wa siku ya leo. Kwa sababu kuna kitu Bwana anaenda kufanya katika maisha ya mtu mahali hapa. Bwana wetu amesema. Yeyote atakaye kubali kushika hii maneno ya mwanzo ya mwaka ya ibada ya kwanza ya mwaka, useme nitasimama. Na ujivike nguvu, jivike mavazi yako mazuri. Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa, hebu sikia vile Mungu anasema. Tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Huo ni woga ya roho na ni woga ya adhimu. Wananitoa bosi. Bwana pesa. Verse 2. Inasema jikungute mafupi uondoke. Hallelujah. Shake thyself from the dust. Arise and sit down. Bwana pesa. Bwana ni roho. Amen. You are going to stand. Shake yourself. Bwana ni roho. Ujikungute kila mafupi. Mahali walikuangusha kwa mafupi na kwa matope. It is your high time to arise. Shake yourself. Bwana ni roho. Jikungute hiyo mafupi. Hiyo mafupi na matope ulipakwa. Ujikungute na uamke. Biblia inasema ya kwamba then arise, uamke. Mungu na alikuwa na tola gado hivi. Si ni kweli? Hata mtu akianguka hapa, atakaa hapo miaka yote akiwa ameanguka. Si itafika wakati ainuke tena. Bwana ni roho. So ni wakati wa kuamka. Na unaona, ushawahi ona kuku ambaye inalalia mayai. Bwana pesa. Bwana ni akuni. Hata ikienda kwa mchanga, ikae hivyo tu. Unaona kuna wakati inafika inafanya nini? Fupi inatoka, alafu unasikia inatoa sauti nyingine. Bwana pesa. Si hata wewe na mimi tuamke tujikungute kila mafupi na tuamke tuanze kuendelea. Bwana ni roho. Pana kama hali pamoja ukisema ya kwamba nitafanya, nitaenda, nitafanya hivi, Bwana wetu ni sana. Bwana pesa. Uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako. Inasema loose thyself from the band of thy neck. Sasa uanze kufunga Bwana ni roho na kuvunja kila nira katika shingo yako, ndio uweze kuona mbele, ndio uweze kuendelea katika jina la Yesu. Kwa sababu nira haiwezi kufanya wewe uendelee mbele katika jina la Yesu. Lazima hiyo nira ifutike katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Na ndiposa nimesema ya kwamba sasa tutakuwa na anointing service. The work of the anointing is to break every yoke. Bwana ni roho. Na niliwaambia watu hapa siku ya kesha, hata wale wageni wametembea siku ya leo, nikaambia watu hapa kanisani ya kwamba hata kama kanisa inapigwa, hata kama watumishi wa Mungu wanapigwa na kupakwa matope, kuna mambo manne mwili wa Mkristo ama mwanadamu yeyote anastahili kufanyiwa, hawezi kujifanyia. Bwana ni roho. Hata kupigwe na mnakana mambo manne ama tano lazima ufanyiwe. Bwana, hii mwili yako haitakombolewa na maombi peke yake, lakini kuna mambo mengine itafanya hii mwili yako ikombolewe. Namba 1, lazima ipewe meza ya Bwana. Hauwezi kujipea meza ya Bwana. Ama kuna mtu mahali hapa anaweza sema ya kwamba atuache nijipatie. Wanalikuwa Yesu nene. Si walipewa. Hiyo ni kitu mwili yako inatakikana ifanywe na mtumishi wa Bwana. Hata nikipigwa, Bwana apese. Namba 2, upakwe mafuta. Bwana ni roho. Lazima hiyo mwili yako ipakwe mafuta. Ile mafuta wewe unaweza jipaka na ilete difference katika maisha yako. Bwana ni roho.
ni kukulepesha uso ujibaki alimis ama nini, hiyo umekubaliwa. But anointing lazima upakwe ifuje nila more than your. Number 3, lazima uwekelewe mkono. Kuna baraka, kuna vipawa zinakujaga na kuwekelewa kwa mkono more than your. Na kuna kubarikiwa. Biblia inasema ya kwamba mkubwa abariki wala pesa, lazima uwekelewe mkono. Hiyo ingine lazima ubatizwe. Wewe unaweza kujibatiza? Bwana pesa. Can you baptize yourself? Kama wengine tulipata kwa mto wakati tulienda ubatizo. Unaona mtu anajibatiza ujinga tupu. Bwana ni roho. Na Biblia inasema ubatizwe. Hata Yesu alienda kwa Yohana. Bwana wetu tunasifa. Hata Yesu alienda. Bwana ni roho. Na hiyo ingine sitasema. Bwana pesa. Atijifungulie epi Sayuni uliyefungwa. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa kule. Bwana ni roho. Bwana asema hivi, mliuzwa kule nanyi mtakombolewa bila fedha. Imagine uliuzwa kule wewe. Watu wakakuonea, lakini utakombolewa bila fedha. Hakuna fedha unahitajika ndio ukombolewe. Bwana wetu pewe sifa. Amen. Na Biblia inasema hivi ya kwamba maana Bwana Mungu asema hivi, watu wako hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na Mwashuru akawaonea bila sababu. Bwana ni roho. Wakati hapo mmeonewa bila sababu. Yaani watu wameangalia hivi tu, wamewaonea bila, wamewaokea bila, wamewasema pia. Bwana asifiwe. Na kwa sababu wamefanya vile, wamekunena bila sababu, wamekuonea bila sababu, wamekupika bila sababu, wamekuingilia bila sababu, wamekuwekelea mambo bila sababu, kwa sababu ya kukuonea. Bwana ni roho. Naye Mungu anasema hivi, Bwana wetu ni sana. Basi sasa nafanya nini hapa? Huyu ni Mungu anaongea. Bwana ni roho. Basi sasa nafanya nini hapa? Asema Bwana, ikiwa watu wangu wameshukuriwa kule, hao wanao watawala wanapiga yowe, asema Bwana, jina lako linatukanwa daima mchana kutwa. Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu, kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye, tazama ni mimi. Bwana ni roho. So when we arise, even our God is going to arise. Bwana ni roho. Imagine kaingia kurugama na atasimama pamoja na wewe. Bwana wetu pewe sifa. Atasimama pamoja na wewe. Unapoinuka naye Mungu atainuka. Then Psalm 68 inasema ya kwamba Mungu atainuka juu ya maadui wako. Watakuwa scattered in Jesus name. So Mungu anangojea wewe uinuke. Urudi kwa kasi ya Mungu. Uletee kasi ya Bwana. Ila Mungu alikuitia. Amka, wacha kukaa kwa mafubi. Jikungute, amka. Simama na miguu yako. Uone vile Bwana atakupigania. Kwa sababu Mungu hatakubali kuona Mwashuru akipiga na kuingilia watoto wake tena katika jina la Yesu. Lazima Mwashuru mwaka huu ataanguka in Jesus name. Bwana apewe sifa. Ili watu wa Mungu waweze kusimama na kubarikiwa katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Amen. Amen. Tunabarikiwa. Awile to arise. Si hata ile leo tumehubiriwa hapa asubuhi. Jamaa alipatwa pale kwa kisima. Si aliyekuwa anachukua godoro lake na aende inuka na uweke. Sasa hata wewe siku ya leo ndio Mungu anataka kufanya. Lazima muinuke na muende muingie kwa ile kasi Mungu amewaitia. Bwana wetu pewe sifa. Kama wewe ni muibaji, uibe kabisa. Kama wewe ni mtu wa kusimama na madhabahu, simama naye kabisa. Kama wewe ni muombezi, omba. Bwana atukuzwe. Kama wewe ni mtumishi wa Bwana, tumika. Kila kipawa umepewa na Bwana, lazima muinuke katika jina la Yesu. Bwana wetu ni sana. Hallelujah. Are we going to arise? Isaiah 16 nasema ya kwamba arise and shine, for
your glory has ona atukuzwe. So glory inakujanga wakati mtu ameamka. No glory without a rising. Lazima uinuke glory ikuje. Amen. Hallelujah. Nimalizie na neno hili. Nimalizie na neno hili. Jeremiah 20 verse 11. Hii ndio ninaomba ifanyike juu ya maisha yetu katika hii mwaka. Jeremiah 20 verse 11 inasema, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kupisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda. Watatayarika sana, kwa sababu hawakupenda kwa akili. Wataona aibu milele ambayo haitasahauliwa kamwe. Bwana wetu apewe sifa. That the Lord is with us as a mighty terrible one. Therefore my persecutors shall stumble and they shall not prevail. Hawatashinda. Wale wote walikuwa wanatuonea hawatashinda katika jina la Yesu. Na kuombea hivyo katika maisha yako. May God be mighty and terrible in your life. Bwana apewe sifa. In every plan you have in this year, every vision you have in this year, may the Almighty God stand as a mighty and terrible. Bwana ni roho washo. Ndio wale wanakuonea wasishinde katika jina la Yesu. Bwana ni roho washo. We are going to overcome in Jesus' name. Bwana pesa. Situsimame tu na miguu yetu mbele za Bwana. Ndio tuweze kuomba, alafu tuombee watoto wetu. Bwana apewe sifa. Alafu niwaambie jambo lile lingine. Alafu tutabarikiwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo watoto wote, na ni vizuri kuombea watoto wanaporudi shule. Tunawategulia mitego, Shetani anawategea mbele katika jina la Yesu. But before that, ningependa tu katika jina la Yesu tuweze kuinua mikono yetu juu mbele za Bwana. Umwambie Bwana, wewe mwenyewe, bila mtu mwingine na bila kuangalia mtu mwingine, umwambie Bwana, nimekata kauli ya kwamba nilikuwa nimeanguka, but as from today I'm going to arise katika jina la Yesu. Umwambie Bwana, nisaidie kusimama, kwa maana Mungu ndiye anayepea miguu yako nguvu katika jina la Yesu. Alafu umwambie Bwana, my God and my Father, may you order my step katika jina la Yesu. Neno la Mungu wako dakika moja, mwambie Bwana, nisaidie nisimame tena. Nilikuwa nimeanguka katika maombi, nilikuwa nimeanguka katika huduma, nilikuwa nimeanguka katika matoleo, lakini kuanzia leo nitasimama tena. Adui zako msinisheke na msifurahie, kwa maana niangukapo nitainuka tena katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia siku ya leo nimekata kauli ya kuinuka tena katika huduma kwa kazi yako katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, nimeinuka tena, nisaidie Bwana, by the grace and the power of the Holy Spirit. I'm going to arise katika jina la Yesu. Nitainuka tena, nitakusifu, nitaomba Bwana, nitakutumikia, nitajitolea katika nyumba yako, nitasimama na kazi yako kwa jina la Yesu. Natangaza ya kwamba mwaka huu Bwana sitashindwa wala sitalemewa. Maadui walinishaka mwaka ulionipita kwa sababu ya kulemewa na kushindwa, but this time ninawatangazia ya kwamba sitalemewa, nitainuka tena na nitasimama tena katika jina la Yesu. Abia Bwana atusaidie kusimama katika jina la Yesu. Maandiko yanasema katika Ayubu, hata mtu ukikatwa mashipukizi yake inakuwa kana kovo. We are going to arise as a church in Jesus name. Kama kanisa la Bwana tunainuka tena, tunasimama tena. Kila mmoja aombe Bwana akusaidie usimame na miguu yako. Umesimama na miguu ya watu wengine, natangaza kuanzia leo simama na miguu yako
Bwana aweze kunena na wewe, aweze kukutumia katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa ajabu. Ninakuinua Bwana, ninakuheshimu Mwokozi wangu Baba. Kupitia neno lako ninatangaza ya kwamba waliotuonea watatayarika, watajikwaa na kuanguka, watapata aibu katika jina la Yesu. Walitarajia tuanguke, lakini tukali tumesimama. Pokea sifa Bwana kwa sababu ya kila mshirika. Baba wetu wa mbinguni, umewasaidia kusimama mwaka mzima Jehova, ijapokuwa kumekuwa na mambo na matisho mengi ya shetani na kuonewa na kuekelewa na kupigwa na kudharauliwa, lakini Baba wa rehema, umewawezesha kuingia mwaka wa mavuno, mwaka wa kufanikiwa, mwaka wako na watu wako katika jina la Yesu. Ninawaombea neema ya kusimama, ninawaombea neema ya kuinuliwa. Naomba wakarejeshewe, naomba wakarejeshewe. Mimina mafuta yako, ashiria Roho wako Bwana juu ya vichwa vya watu wako, waweze kuinuka. Wasaidie Bwana, wasaidie Jehova wale wana nguvu katika mifupa yao. Naomba ukawatie nguvu, wajikunguta mavumbi, wasimame imara, wakutumikia Bwana katika jina la Yesu. Ninakuinua Mfalme, ninakuabudu Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana, mtakatifu wa ajabu. Twanyenyekea mikononi mwako Baba. Tumedharauliwa, tumeshekwa Mungu Baba, tumesemwa Jehova, adui wamefurahia, lakini siku ya leo Baba tumeamua kusimama na kurejea kwa kazi yako Bwana katika jina la Yesu. Asante Bwana. Inua mkono wako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Nasikia kuna kitu kinafanyika juu ya maisha yenu katika jina la Yesu. Kwa yeyote ameamua na moyo wake ya kwamba mwaka huu nitasimama, nitarejea kwa kazi yako Mungu, nitasimama kwa position yangu, nitasimama na miguu yangu, kuna kitu Bwana anaenda kufanya katika jina la Yesu. Inua mkono wako Baba katika jina la Yesu. Naombea watu wako Mfalme, wameinua mikono yao mbele zako Jehova, wanakuhitaji kuanzia siku ya leo, kwa sababu wameanguka katika mambo mengi na adui wamefurahia na wameshekwa, lakini kupitia neno lako twasema kama Mika ya kwamba tuangukapo Baba tutasimama tena na tutainuka. Naombea watu wako wainuke tena, wasimame tena, warejee kwa kazi yako, wasimamishe kwa possession katika jina la Yesu. Na kuanzia siku ya leo wote ambao waliwaonea wataaibika katika jina la Yesu. Na Bwana uliye mtakatifu, I pray my dear Father that you may stand as a mighty and terrible one to your people in the mighty name of Jesus. Ninawaombea neema kubwa na kibali chako kishuke juu yao. Hii mwaka wasilie, hii mwaka wasiteseke, wasiangamie mwaka huu, wasiumie mwaka huu Bwana, wasishekelewe. Naomba jambo jipya Baba, uwavue mavazi ya magunia, wafike mavazi ya utukufu itakayowarembesha katika jina la Yesu. Wacha ikajulikane ya kwamba wewe ni Mungu, kwa maana sio bure kuomba na kutafuta uso wako na kuingia nyumba yako. Na waombea baraka katika jina la Yesu. Naomba warejeshewe chochote wameibiwa na shetani, miaka iliyotuliwa na nzige Bwana irejeshwe katika maisha yao katika jina la Yesu. Naomba wafanikiwe kwa kila jambo watakalolifanya mwaka huu, naomba lifanikiwe katika jina la Yesu. Na kile wataanzisha hakuna shetani atakimaliza katika jina la Yesu. Tuwakemea maono yote ya kuharibu maono yetu katika jina la Yesu. Asante Mwokozi wetu, tunakushukuru na tunakuinua kwa jina la Kristo Yesu tuliomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Niombe watoto waweze kuja hapa ili tuweze kuwaombea katika jina la Yesu. Amen. Unaweza shukulia nyuma yao. Watoto wote
wengine wako wapi? Wapi akina Abi? Amen. Bwana asifiwe. Tunataka kuombea hawa watoto ili wanaporudi shule Bwana awategulie kila mitego walitegewa ambao wametegewa na Shetani. Bwana wetu kwa sifa. Tuwategulie mitego wala ni waoshi. Na tuwaombee in Jesus name. Na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu. Ni kuombea watoto. Si wazazi tusimame na miguu yetu. Kwa sababu hawa ni watoto wetu ambaye Mungu amewajalia mema. Wengine tumekaa sana bila kuonana na wao. Bwana asifiwe. Amen. Mko tayari kurudi shule? Mko tayari kurudi shule? Sio sasa mmekuwa nyumbani, mmekuwa kwa sherehe. Wakati wamekumbuka vitabu. Mwaka hii hiyo tamu. Sinaona vile mlikuwa mnakula. Bwana apesi. Amen. Sasa hiyo mawazo yenu tunataka kuiombea. Ndio irudi kwa masomo na kwa vitabu na kwa shule. Ndio mkienda shule, Bwana wetu amesema. Ndio mkienda shule, muende msome na mpite katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nini watu wakubwa in Jesus name, simshikane mikono yenu tuweze kuombea. Amen. Tushikiwe watoto wadogo. Wanapenda sana kuja hapa tushikiwe. Ndio tuweze kuombea hawa. Bwana asifiwe. Amen. Tushikane mikono. Tushikane mikono. Amen. Bwana asifiwe. Haya, wazazi tuinue mikono yetu tuelekeze kwa hawa watoto wetu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, mfalme mwema, mtakatifu wa mbinguni, tunashukuru kwa sababu ya hawa watoto. Umetubariki nao katika hii madhabahu katika jina la Kristo Yesu. Tunasema ni asante kwa sababu katika hiyo likizo yote umekuwa pamoja na wao, umewalinda Bwana, umewaokoa na magonjwa, umewaokoa na mateso, umewapigania vita Bwana. Asante kwa mkono wako ulio hodari kuwa juu ya watoto hawa Bwana. Asante kwa vile umewapatia afya. Asante umewapatia chakula. Asante umewapatia neema. Wako wazima kwa sababu yako mfalme. Katika jina la Yesu tunawaombea kuanzia dakika hii, ile mawazo walikuwa nayo Baba wa mbinguni, mawazo mabaya tunaiondoa na tunaweka mawazo ya hekima, maarifa na ufahamu juu yao mfalme mwema, ili wanaporudi shule kuanzia siku ya kesho watashika masomo katika jina la Yesu. Na tunatangaza ya kwamba ile mitego Shetani anategea watoto tunaitegua, tuwaondoa hizo nyavu za Shetani mbele za hao watoto katika jina la Yesu. Tuwafunika kila mashimo ilikuwa imeshibuliwa, watoto wetu waanguke katika jina la Yesu. Na tunatangaza kuanzia dakika hii hao watoto wa madhabahu, Baba uliye mwaminifu, hao watakuwa kichwa, hawatakuwa mkia, watakuwa juu, hawatakuwa chini katika jina la Yesu. Naondoa kila magonjwa, ile counter of the devil, na iondoa katika maisha yao katika jina la Yesu. Ninawazingira kwa damu yako Yesu, na kwa Roho wako Mtakatifu, na kwa damu yako mfalme. Kuanzia siku ya leo Bwana, hawa watoto Mungu, naomba ukawaelimishe katika jina la Yesu. Ninawabariki kuanzia dakika hii, na kile hawana Bwana, naombea wazazi uweze kuwabariki, uweze kuwaonekania, uweze kuwatembelea, uweze kuwatumania. Baba wa mbinguni, ondoa kila aibu kwa washirika wetu mfalme juu ya hawa watoto katika jina la Yesu. Naomba school fees ipatikane, naomba vitabu vipatikane, naomba uniform zipatikane, naomba viatu vipatikane. Zaidi ya yote tunaomba afya kwa hawa watoto wetu Bwana, na hata kwa wazazi katika jina la Yesu. Hata wakirudi shule zao Baba, hizo shule tunaziombea, damu ya Yesu ikatawale pale, malaika wa Bwana watawale pale kwa
uwanja katika jina la Yesu. Tunabarikia watoto na tunawainua kwako katika jina la Kristo Yesu. Tuliomba na hata kuamini. Amen. Sasa mkalie, ukae kwa kiti. Kaeni kwa kiti. Amen. Na msiende nje. Bwana asifiwe. Tutashukia hapo. Hapo tulikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Sikie Bwana Yesu makofi. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Wacha nione wale wamebarikiwa. Mnainua mikono kama hamjabarikiwa. Bwana pesa. Mungu awabariki na watende mema. Kabla hatujamaliza ibada na hatujasema neema, tuko na jambo moja tungependa kulitangaza kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu, kwa maana hii mwaka ni mwaka wetu wa kubarikiwa, ni mwaka wetu wa kuinuliwa na Bwana. Bwana asifiwe.